Saa 1:35 asubuhi Jumatatu ya tarehe 21 mwezi Aprili mwaka wa 2025, Askofu wa Roma George Mario Bergoglio aliyejulikana kote duniani kama Papa Francis alirudi nyumbani kwa Mungu Muumba. Ifuatayo ni historia fupi ya mwenda zake kiongozi wa kanisa la Katoliki Papa Francis na taratibu ya mazishi yake. Mimi ni Kamau Waithaka. Papa Francis alizaliwa tarehe 17 mwezi Disemba mwaka wa 1936 katika eneo la Buenos Aires, Argentina. Katika maisha yake ya ujana alikabiliwa na changamoto ambapo akiwa na umri wa miaka 21 aliugua ugonjwa wa homa ya mapafu na hatimaye akatolewa pafu lake la upande wa kulia. Papa Francis aliteuliwa kuwa kasisi kwa mara ya kwanza mwaka wa 1992, kisha katika mwaka wa 1998 akateuliwa kuwa kasisi mkuu wa eneo la Buenos Aires kwao nyumbani. Kabla ya kuwa kasisi, Papa Francis alikuwa akifanya kazi katika maeneo ya burudani kama bouncer. Katika mwaka wa 2013 mwezi Machi tarehe 13, Papa Francis alichaguliwa kuwa papa wa kanisa la Katoliki, huku akiweka historia kwa mtu wa kwanza kutoka eneo la Marekani, hasa Marekani Kusini, kuwahi kuchaguliwa kuwa kiongozi wa kanisa la Katoliki, na akawa kiongozi wa kanisa hilo wa 266. Jina Francis alilichagua kutokana na hali na moyo wake wa hisani kwa watu wasiojiweza, na hivyo jina hilo lilikuwa la kwanza kuwahi kutumika katika uongozi wa kanisa Katoliki, hasa papa. Papa Francis alirithi mikoba ya mtangulizi wake Papa Benedict wa 16. Hii ni baada ya Papa Benedict wa 16 kuachia uongozi, sababu kuu ikiwa ni umri wake wa uzee. Katika maisha yake, Papa Francis alikataa maisha ya kifahari, sifa kochokocho na vitu za dhamani. Kwa mfano, mnamo mwaka wa 2015 alipotembea bara Afrika na kuzuru nchi ya Kenya, aliwashangaza wengi alipotumia gari aina ya Honda kusafiria, kinyume na lile alilowekewa tayari aina ya Mercedes. Katika taratibu za Roma za mazishi ya papa zimesheheni mipangilio kabambe, vitu za dhamani na kadhalika. Lakini Papa Francis kwenye mwaka wa 2024 aliweka jinsi alivyotaka mazishi yake yawe kabla ya kufariki. Kubadilisha kwa taratibu hizo ilikuwa ishara ya unyenyekevu kutoka kwa Papa Francis, na hasa kujitenga na fahari ya kidunia. Papa Francis alitaka mazishi yake yawe ya kawaida na si ya kifahari. Alitaka mazishi yake yawe ya kawaida, akisisitiza kuwa ni kama ya mchungaji wa waamini, sio ya kiongozi wa kifalme. Jambo la pili, hakutaka kuonyeshwa hadharani. Tofauti na desturi ya kuonyesha mwili wa papa hadharani, Papa Francis alitaka mwili wake usionyeshwe kwa umma. Jambo la tatu ni kuwa alitaka jeneza la kawaida. Baada ya jeneza la tabaka tatu lililotumika kwa mapapa waliopita, alichagua jeneza rahisi la mbao lenye tabaka la ndani la zinki. Jambo la nne, Papa Francis alitaka mazishi yake yawe nje ya Vatican, akitaka azikwe katika kanisa kuu la Santa Maria Maggiore huko Roma badala ya makaburi ya mapapa chini ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro. Hii inaonyesha upendo wake kwa Bikira Maria na unyenyekevu wake. Mwisho, alielekeza kuwa mazishi yake yafanyike ndani ya siku chache baada ya kifo chake,
badala ya kusubiri muda mrefu kama ilivyokuwa desturi. Naam, Papa Francis amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 88, na sasa dunia na hasa Wakristo wa Katoliki wanasubiri kuona ikiwa haya yote yatafanyika. Kufikia hapo nahitimisha makala maalum safari ya Papa Francis na taratibu alizoainisha kutumika kumpa heshima zake za mwisho. Mimi ni Kamau wa Ithaka.